Rock Stars, Sport Next Level. Kama usema ni kweli, mimi kujua klabu inamsajili mchezaji fulani ni mpaka pale klabu inapotoa taarifa rasmi. Hapo nazungumzia Yanga atakapotangaza rasmi au klabu anayochezea, kwa sababu huyu unamtaja Ibrahim Keita ni mchezaji wa TP Mazembe. Lakini management binafsi ya mchezaji wanapotoa, hizo ndizo zitakuwa taarifa rasmi kwamba amejiunga na klabu ABC. Hapa tunazungumzia Yanga. Lakini swali lako zuri kwamba ikitokea Yanga wakampata mchezaji huyu, jawabu kwangu mimi ni kwamba hiyo itakuwa ni usajili babu kubwa, usajili mzuri, kwa sababu Ibrahim Keita ni miongoni mwa wachezaji nyota barani Afrika hivi karibuni amedhihirisha katika michuano mbalimbali ya Afrika. Nazungumzia michuano ligi ya mabingwa barani Afrika akiwa na klabu yake ya TP Mazembe. Nazungumzia michuano ya AFCON, kwenye finali za AFCON zilizopita. Yeye alikuwemo miongoni mwa wale walioshiriki. Timu yake ya taifa ya Mauritania mechi zote 4 alicheza na alionyesha kiwango bora sana. Ni miongoni mwa wachezaji nyota. Lakini hivi sasa anatambulika kama mchezaji wa TP Mazembe. Ingawa hivi karibuni kulikuwa na tetesi kwamba kuna kamvutano kidogo baina yake na TP Mazembe. TP Mazembe wakimtaka aongeze mkataba, wanamtaka sana. Mwalimu Lamine Ndiaye anamkubali sana. Management ya TP Mazembe inamkubali sana, lakini yeye anaona sihitaji kuingia mkataba mwingine mpya, nataka changamoto mpya. Ndio taarifa zilikuwa zinaeleza hivyo. Matokeo yake ikafanya mpaka kuna athari kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika msimu huu. TP Mazembe tunajua alikuwa kundi moja na kundi A pamoja na Yanga, MC Alger, Al Hilal Omdurman. Alicheza mechi 3 tu katika mechi 6 za hatua ya makundi ambayo TP Mazembe walimaliza mkiani kwenye kundi, kama tunakumbuka vizuri. Sasa huyu ni mchezaji wa kimataifa kutoka Mauritania. Kwanza tuanzie huko. Umri wake ni miaka 23. Kwa hiyo bado ni kijana mdogo. Kwenye mpira wa miguu miaka 23 ndio anakwenda kwenye prime age. Miaka 24, 25 ndio yenyewe haswa mchezaji anauzika, yupo kwenye kiwango bora kwa sababu ameshapitia yale mafunzo ya under 17, maana alikuwepo katika timu za vijana huko kwao Mauritania. Lakini urefu wake sasa, yeye si beki mbili. Guu lake lenye nguvu zaidi la kulia, ingawa mguu wa kushoto huwa anatumia mara moja. Lakini urefu wake ni 5 na inchi 9. 5 na inchi 9 si haba, ni miongoni mwa wachezaji ambao kwa nafasi ya beki wa pembeni ana urefu aswa 5 na inchi 9. Kwa sababu amemisi hapo inchi takriban 3 kutimiza 6. Unaweza kaona Lakini ni mchezaji ambaye sifa yake mojawapo ni shati. Pengine kwa umri wake miaka 23 au talanta tu Mungu aliyomjalia, ana uwezo mkubwa sana wa kusafiri katika lile eneo la kulia. Yaani kupanda na kushuka katika kutekeleza majukumu kama beki mbili wa kisasa ambaye timu inaposhambulia yeye anabadilika, anakuwa kama playmaker, kama mchezeshaji. Lakini wakati mwingine anaingia ndani, anakuwa kama tunasema ana underlap. Yaani badala ya kuongeza mapana ya uwanja ili akapige cross au akapige free passes zenye umbile v, yeye ana uwezo kuingia ndani alafu akatafuta fursa ya kufunga. Matokeo yake amekuwa na takwimu nzuri katika kuzuia, ambayo ndo kazi mama, kazi ya msingi ya beki, lakini pia ni mzuri katika secondary role, kazi ya pili uwanjani kwa beki mbili, ambao ni kufunga na kutoa saidizi za mabao kwa wenzake. Ni mchezaji ambaye mara zote anapocheza kwenye upande wake wapinzani hawana amani, kwa sababu anafanya lolote lenye madhara wakati wowote, lakini wakati huo linapokuja swala kuzuia, excellent, yuko vizuri. Kwa mfano ukitaka umfaidi vizuri zaidi Ibrahim Keita na kuona ni namna gani ambavyo Yanga wakimpata watakuwa wameongeza mchezaji muhimu sana kikosini, kwa sababu matarajio ni kuona Yanga msimu ujao anashiriki ligi ya mabingwa barani Afrika kwa uzuri zaidi kuliko walivyofanya msimu ambao alishatoa makundi. Ili kupiga hatua lazima apate wachezaji wenye kiwango bora, na yeye kama kweli wakimpata, maana pia alikuwa akihusishwa na klabu nyingine mbalimbali vikaribuni, ikiwamo kuna Msimbazi Simba ambao ni watani wa jadi wa Yanga. Kama kweli akitoa Yanga, itakuwa management ya Yanga chini ya rais wao Injinia Hersi Said, makamu wake Arafat Haji, na management kwa ujumla ya Yanga watakuwa wamefanya kitu kikubwa katika kuimarisha kosi chao. Kwenye benchi la ufundi la Miludi watapata mtu wa maana sana, kwa sababu yeye ana uzoefu wa michuano ya kimataifa ikiwemo ligi ya mabingwa barani Afrika, ambayo Yanga bila shaka kwa msimu ujao watakuwa wanapania makubwa zaidi kuliko kilichotokea msimu huu ambapo alishatoa makundi. Yanga kwenye mfumo wake wa baada ya golikipa ni 4, walinzi wa 4, viungo wale ukabaji, viungo 3 mshambuliaji kinara mmoja. Yeye katika hao 4 beki mbili anakuwa sahihi. Lakini hata wanapopanga 3-5-2 mfano tu, kwa sababu kuna kunyumbulika kulingana na mwenendo wa mechi, kama wingback pale katikati kwenye viungo 5 anaweza kucheza vizuri sana wakianza na mabeki 3. Lakini na mifumo mingine 4-3-3 kote Ibrahim Keita superb amekuwa akifanya vizuri. Katika timu ya TP Mazembe msimu huu
kwenye ligi ya mabingwa. Nimekuambia amecheza mechi 3 tu. Dakika zote, dakika 270 kati ya mechi 6 walizocheza kuanzia hatua ya makundi ambao waliishia hapo. Kwa sababu ya kile kinachoelezwa mgogoro. Lakini hizo mechi 3 hizo, mechi moja wapo ni dhidi ya Yanga kwa Mkapa, walifungwa 3-1. Lile bao moja lilofunga TP Mazembe ni mkwaju wa penalty ambao aliyouzalisha ni yeye, wakati akifanya ile jukumu lilotoka kwa DC la kwamba anapanda afu anaingia ndani, alikuwa kama supportive striker, kama mshambuliaji msaidizi, akafanywa madhambi na Shadrack Sakaboka kwa sababu zilikuta pikipiki mbili siku ile. Maana ana kasi kweli, afu Shadrack Sakaboka urefu naye unataka kufanana na yeye kwa sababu 55 na 9 yeye urefu wake. Shadrack Sakaboka achezi mbali na umo, ilikuwa ni para shughuli nzito. Boka akachelewa, akacheza foul, ikawa penalty. Yule aliyesababisha ile penalty ndio huyu Ibrahim Keita, kwa watazamaji wako ambao labda wamemsahau. Lakini mechi nyingine alicheza kwenye ligi ya mabingwa kwenye hatua ya makundi ilikuwa ni TP Mazembe dhidi ya MC Alger. Ugenini walifungwa 1-0, lakini katika kikosi cha TP Mazembe waliong'ara katika mechi ambao walifungwa na MC Alger ni pamoja na yeye. Yeye ndo aling'ara zaidi kuliko wachezaji wote kwenye mechi hiyo, ingawa walifungwa. Performance yake ilikuwa 75%. Yani 7.5 out of 10 ambayo ni equivalent, ni sawa na 75%. Mechi nyingine ni mechi ya mwisho kukamilisha hatua ya makundi. Walicheza dhidi ya vinara wa kundi Al Hilal Omdurman ya kocha Flora Ibenge. TP Mazembe walifunga mabao 4. Katika mabao 4 waliofunga, moja wapo alifunga yeye. Lakini ukitaka umuone uzuri wake pia ni katika ligi kuu ya Kongo. Hivi karibuni walicheza mechi dhidi ya Blessing, alifunga. Yeye beki mbili huyu. Hivi karibuni walicheza dhidi ya Tanganyika mwezi wa pili kwenye ligi kuu ya Kongo. TP Mazembe walishinda, bao moja hapo alifunga yeye. Lakini ukitaka umfaidi zaidi ni kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika msimu uliopita 23-24 ambao TP Mazembe kuanzia hatua ya makundi walikwenda mpaka nusu finali, ambapo tunazungumzia mechi ngapi? 10, kwa sababu kuna 6 za hatua makundi, 2 robo finali, 2 nusu finali waliocheza dhidi ya Al Hilal ya Al Ahli ya Misri, wakatolewa. Al Ahli wakaenda kuwa mabingwa. Kwenye hizo mechi 10 kudhihirisha juu ya uwezo wake na ubora wake na utimamu wa kimwili ambao timu zinahitaji sana zinazoshiriki michuano mingi kama Yanga, alicheza mechi zote 10. Dakika alizo miss katika kila mechi ni dakika 2 kwa wastani, kwa sababu alicheza kwa dakika 876. Kumbuka mechi 10 tunazungumzia dakika 900. Yeye amecheza dakika 876. Unaweza kaona namna gani ambavyo mara zote katika msimu huu 23-24 alikuwa tayari kutumikia kikosi cha kocha Lamine Ndiaye katika kuipatia matokeo mazuri TP Mazembe. Kwenye mechi hizo 10 kwa dakika hizo alizocheza nizo kutoka kueleza, game involvement, kuhusika kwake kwenye mchezo, alihusika sana kwa sababu aligusa mipira mara 644. Unanielewa Chris? Lakini sio hilo tu, alipogusa alifanyaje? Akatoa pasi 304. Kumbuka huyu ni beki mbili. Pasi 304 zilifika pasi 225. Ufanisi, tunasema passing accuracy ya 74%. Wote performance kwake katika jukumu hili la utoaji wa pasi, katika distribution, kugawa mipira. Lakini haitoshi. Anapopanda haishi tu kupanda bure, anaenda kuongeza mapana ya uwanja ama anaingia ndani. Akiongeza mapana ya uwanja kupiga cross, alipiga cross 70 katika mechi 10, wastani wa cross 7 katika kila mechi. Kumbuka ni beki mbili. Hizo cross 70 zilifika kwa usahihi, cross 23, sawa na ufanisi wa 33%. Si haba kwa mchezaji wa eneo lake kama beki wa kulia. Hiyo haitoshi. Vipi kuhusu majukumu, akipanda juu anapiga hizo cross na pasi zinazaa nini? Katika hizo mechi 10 alitoa assist 2 huyu mwamba. Kwa hiyo ile safari ya TP Mazembe kwenda mpaka nusu finali, yeye alihusika sana. Vipi kuhusu majukumu ya kiulinzi? Maana haya niloeleza ni majukumu ya ziada kwa beki, ni secondary role tunasema. Majukumu ya msingi, primary role ni kuzuia kama beki mbili. Yeye katika kutekeleza majukumu ya kiulinzi, tutamwangalia katika baadhi ya stats, takwimu muhimu. Moja kwa mfano, mipira ya chini kuipigania. Alipigania mipira mara 90. Kumbuka mechi 10. Kwa wastani mipira 9 katika kila mechi anaipigania. Hiyo mipira 90 alifanikiwa mipira 60, ambayo ni performance, ufanisi wa kufanikiwa kushinda hiyo mipira kwa 66.666 to infinity, around 67%. Hiyo ni mipira ya chini, tunasema ground jewels. Mipira ya juu hakuwa nyuma. Kwa urefu wake 55 na 9 amepigania mipira 9. Kumbuka beki mbili hakutwi sana na mipira ya juu kupigania kama ilivyo nafasi nyingine kama beki wa kati. Lakini kwa hiyo mipira 9 kafanikiwa mipira 5 huyu beki mbili Ibrahim Keita. Lakini sio hilo, amepitwa mara 6 tu katika mechi zote 10. Hilo ndo kubwa zaidi. Kwenye safari yao kumbuka walikuja kucheza mpaka na walikuja kwa mabingwa Al Ahli ya Misri. Sasa chukua mechi 2 dhidi ya Al Ahli ambao kule Kongo walitoka bila, kule Misri ndo wakafungwa.
lakini na mechi nyingine zote kwa ujumla kapitwa mara 6 tu. Wale waliojaribu kumpita walishia kupoteza mipira kwake, isipokuwa mara 6 tu ndizo alifanikiwa, yani wapinzani walifanikiwa kumpita. Lakini kuna majukumu mama ya beki ambao tunapima katika maeneo makubwa matatu. Kuna kitu kinaitwa tackling, kuingia uvunguni, kuchukua mpira bila kusababisha madhara. Kwa mabeki wa pembeni hiki ni kipimo muhimu sana. Yeye amefanya tackling, yani kuingia uvunguni na kufanikiwa mara 35 katika mechi 10. Unaweza kaona. Lakini kuna kitu kinaitwa interception, kuingilia mpira ambao wapinzani mchezaji mmoja anampasia mwingine. Chris, wewe beki unakuwa umeanticipate, umekadiria kwa usahihi na kwenda kuunasa huo mpira, kuingilia kabla haujafika kwenye destination, yani hujafika ulikotumwa. Hiyo tunaita interception. Lakini interception ni pamoja na mchezaji wa timu pinzani ana dribble mpira na kokota, unafika unauwai unauchukua, inaitwa interception. Lakini pia mpinzani anapotaka kupokea tu mpira, wewe umefika umeenda kuingilia, inaitwa interception. Amefanya interceptions takriban 13 kwa mafanikio. Lakini wakati mwingine mabeki hakuna kuremba, safety first, yani usalama kwanza. Ikibidi unabutua mpira kuondoka katika eneo hatarishi ili lango lenu liwe salama. Kafanya clearances, hizo tunaita clearances, kafanya 15 kwa mafanikio. Huyu ni Ibrahim Keita. Nimejaribu kukupa baadhi hizo, unasema small details, makina umekuwa naye mpenzi wa hizi small details, vitaarifa vidogodogo vya kiufundi muhimu kwa timu. Sasa maana yake ni kwamba Yanga wakifanikiwa kumpata kweli tetesizi kawa kweli, maana huyu anakwenda kuongeza ushindani kwenye ile eneo la beki wa kulia ambako hivi sasa wapo kina Kibwana Shomari, hivi sasa yupo Kwasi Atulayao ambaye anasumbuliwa na majeraha. Namba hiyo pia huwa anacheza miongoni mwa manahodha. Mbwaduke Stats, Sport Next Level.